Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Baba yetu wa mbinguni ametupa tena nafasi, nasi tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki na kuanza wiki nyingine tena na Bwana. Tunamaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu, tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hapa tulipofika na kote tulipopita si kwa nguvu wala kwa uweza wetu, bali ni kwa nguvu zake yeye aliyetushindia pale msalabani. Ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Mungu Baba ametutetea, ametupigania, na ndio maana tuna ibada hii ya kumshukuru. Na pia tukiwa na ufahamu kabisa hatuwezi kusogea hata hatua moja bila neema yake, bila mkono wake kutusaidia. Hatua za mwenye haki, imeandikwa katika neno la Mungu, zinaongozwa na kuimarishwa na Bwana. Kwa hiyo hatua za mwenye haki, akipiga hatua ya kwanza, ya pili, anaongozwa na kuimarishwa na Bwana. Amen. Anaongozwa, anaziongoza hatua za mwenye haki na anaziimarisha. Huyu ni Mungu. Kwa hiyo tuna ibada hii pia tukikabidhi wiki yetu, hatua zetu katika mikono ya Mungu Baba aliye hai. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia kwenye ibada hii unasema ya kwamba muombe Mungu Baba akulinde usijikwae na akusimamishe mbele ya utukufu wake siku zote za maisha yako. Muombe Mungu Baba akulinde usijikwae na akusimamishe mbele ya utukufu wake siku zote za maisha yako. Tutafungua ibada hii kwa maombi. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, tunasema asante kwa uzima uliotupa Bwana. Asante kwa nafasi hii tena uliotupa Baba. Asante kwa neema yako ambayo imetukusanyisha tena pamoja, mimi na watoto wako wa Bwana pande zote za dunia, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa maana uko katikati yetu Bwana. Tazama Bwana, sana wakati kama huu Baba, tunaliitia jina lako Baba yetu wa mbinguni. Tunaliitia jina lako Baba, tuna Mungu mwingine zaidi yako. Wewe ndiwe Mungu mkuu, wastahili utukufu na heshima Bwana. Baba, tunasema asante kwa kutupa nafasi hii. Jina lako na litukuzwe, jina lako na lihimidiwe. Ile tu kwamba Roho wako Mtakatifu anatukumbusha yuko Mungu astahilie kushukuriwa na yuko Mungu astahilie kutangulizwa katika kila jambo. Baba, tunasema asante kwa kutupa ufahamu na neema hii Bwana. Jina lako na liendelee kutukuzwa na kuinuliwa kupitia kila hatua ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kama mtumishi wako, kuhani wako, ninaingia katika kiti chako cha rehema na neema, nikiwa nimelibeba kanisa lako ambao ni watoto wako wa Bwana, wateule wako, watakatifu wako Bwana, unaowapenda sana upeo. Baba, katika jina la Yesu, kiti chako cha rehema na neema na kikaribia. Magoti napiga Baba, nahitaji rehema zako na neema yako za kuniokoa mimi na kuliokoa kanisa lako hili lote, watoto wako, kondoo wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu, nakuomba msamaha wa damu yako kapite sasa. Bwana Yesu, nakuomba msamaha wa damu yako kapite sasa juu yetu. Tusamee Bwana popote tulipokosa, iwe ni kwa mawazo, iwe ni kwa maneno, iwe ni kwa matendo. Ninatubu kwa ajili yangu Baba na kwa ajili ya kanisa lako hili Baba. Naomba msamaha wa damu yako upite juu yangu na juu ya wateule wako wa Bwana. Damu yako ya agano jipya isafishe mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, miili yetu isafishike kwa damu yako takatifu. Fahamu na akili zetu zioshe kwa damu yako Bwana. Na Bwana Yesu, kwa utukufu wa jina lako Baba, zikazidi kukutii wewe Kristo, katika jina la Yesu. Asante kwa nafasi hii Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kuongoza ibada hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, simamisha mapenzi ya Mungu juu ya ibada hii. Roho Mtakatifu wa Mungu, finyanga mioyo yetu, nafsi zetu katika kulipokea neno la Mungu kwa unyenyekevu na heshima zote. Roho Mtakatifu wa Mungu, dhihirisha nguvu zako, dhihirisha uweza wako
kupitia neno hili Bwana ambalo umelikusudia tupate kulisikia. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba, ninaichota damu yako takatifu, ninanyunyiza damu kwenye masikio yetu ya ndani na ya nje, macho yetu yapate kuona. Nanyunyiza damu ya Yesu kwa jina la Yesu kwenye macho yetu ya ndani na ya nje, mioyo yetu naimwagia na kuinyunyizia damu ya Yesu, ikalipokee neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Na Baba Mungu, ninakuomba kwa jina kuu la Bwana Yesu, kupitia neno hili Bwana, kila mmoja Bwana hatua zake zikainuke tena na kuimarishwa na we Bwana. Kupitia neno hili Bwana, waliokufa wakafufuke sasa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kupitia neno hili Bwana Yesu, waliozimia wakasimame sasa kwa utukufu wa jina lako. Kupitia neno lako lilo hai la uzima Bwana Yesu, walioanguka wakainuke tena sasa. Neno lako likainue kanisa lako Bwana. Neno lako likaponye likauishe Bwana. Neno lako linapiga mbio sasa pande zote, na linatenda lile ambalo umelikusudia Mungu. Linatenda lile ambalo umelituma kulifanya katika jina la Yesu. Neno ni wewe mwenyewe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tembea juu ya kizazi hiki Bwana. Tembea na nguvu ya uweza wako Bwana. Uweza wa neno lako Bwana ukawe pamoja na sisi Baba, ukatufunike na kutuatamia katika jina la Yesu, na jina lako liendelee kutukuzwa. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kulithibitisha neno hili ya kwamba ni la Mungu na limetoka kwake, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asiwepo wa kubaki kama alivyo, bali Bwana neno lako likazidi kutupeleka utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Sante Yesu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninaichota damu ya Yesu ya agano jipya. Ninamwaga damu ya Yesu juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwenye damu ya Yesu kuna uwepo wako Roho Mtakatifu. Kwa damu yako takatifu, Roho wa Mungu, pita sasa. Pita na nguvu zako na uweza wako, na wajua walio wako. Na walio wako Bwana wakauone wokovu wako sasa, katika jina la Yesu. Wakakombolewe kwa damu yako takatifu. Malaika wa mavuno wakasimame sasa, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuwa umetenda, na fadhili zako ni za milele. Unijalie mtumishi wako Bwana, mtumwa wako, kulinena neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu wa Mungu, kamata kila kitu kwangu, kutoka utosi mpaka unyayo wangu, kwa jina la Yesu. Ninene neno la Mungu kwa ujasiri wote na kwa unyenyekevu, katika jina la Yesu. Na utukufu wote na heshima zote na shukrani zote zikurudie wewe Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, unayetenda, uliyetenda na utakayetenda. Sante kwa maana uko pamoja na sisi kulithibitisha neno lako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naendelea kuifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Kila inapopita, inapita juu ya mamlaka, inapita kwenye mamlaka ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Naenda kinyume na kila mamlaka ya giza, wakuu wa giza ili wafalme wa anga, majeshi yote ya mapepo mabaya, mapepo machafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojipanga kufanya vita na kuzuia kusudi la Mungu kwa jinsi yote ile. Nami ninatamka kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, katika jina la Yesu, mmeshindwa, hamtakuwa na mamlaka yote, katika jina la Yesu. Na ifunika ibada hii kwa damu ya Yesu, mkakutane na damu ya Yesu, mkakutane na uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuwa umefanya, na jina lako lihimidiwe na litukuzwe kupitia ibada hii, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Muombe Mungu Baba akulinde usijikwae. Amen. Na akusimamishe mbele ya utukufu wake siku zote, siku zote, siku zote za maisha yako. Kwa hiyo haya ni maombi ambayo unatakiwa uyaombe siku zote, kwamba Mungu Baba akulinde usijikwae na akusimamishe mbele ya utukufu wake siku zote za maisha yako. Yuda 1:24, neno la Mungu linasema, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae. Hii ni Yuda 1:24. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu na uweza na nguvu tangu milele na sasa
na hata milele. Amina. Nitarudia kulisoma neno hili maana ndio msingi wa ujumbe wetu huu. Yuda 1:24, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu, yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Utukufu una yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amina. Sasa ukianza kutafakari neno hili kuanzia chini, tunaona ya kwamba Mungu ni Mungu mkuu, na Mungu ni Mungu mwenye uwezo, na Mungu ni Mungu mwenye nguvu, tena sio sasa tu, bali sasa na hata milele. Na neno la Mungu linamalizia kwa kusema ya kwamba amina. Maana yake ndivyo ilivyo, kwamba Mungu ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye nguvu. Amen. Milele na milele. Amina. Alafu tukiendelea kutafakari kutoka chini kupanda juu, neno hili linasema kwamba neno la Mungu linatuhakikishia kwamba Mungu Baba anaweza kutulinda. Amen. Anaweza kutulinda tusijikwae. Ndio maana hapa anasema yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae. Kwa hiyo ishi ukitambua ya kwamba yuko Mungu anayeweza kukulinda usijikwae. Amen. Hashindwi, anaweza kukulinda usijikwae. Kwa hiyo omba ukiwa na ufahamu, ukiwa na imani, ukiwa na uhakika ya kwamba Mungu anaweza. Ukiwa na ujasiri na ufahamu ya kwamba unayemuomba anaweza kukulinda usijikwae na kukusimamisha mbele ya utukufu wake. Na dhumuni la neno hili likuwekee imani, kwa sababu ukijua ya kwamba katika kila maombi lazima ujue unachoomba ni nini na ahadi ya Mungu ni nini kwenye neno lake, ndivyo utasimama kuomba kwa ujasiri. Sasa ukisikia Mungu anaweza kukuokoa usijikwae, basi hutaogopa mitego ya adui, hutaogopa jeshi lijapojipanga, hutaogopa wadapoweka mitego yao ili ujikwae. Utajua kwamba niko na Mungu anayeweza kuniokoa mimi nisijikwae, sawa sawa na Yuda 1:24. Kwa hiyo neno hili limekuja likuongezee imani. Amen. Imani ya kwa Mungu huja kwa kulisikia neno la Kristo. Kwa kusikia, lazima kuna kitu usikie, kuna kitu upate kupitia neno la Mungu. Na hii ukishapata kile kitu ndo kinaitwa imani, ambayo hili neno kisha lichukua linakupa hatua nyingine. Hata unapoomba, unaomba kwa ujasiri. Hauombi kwa mashaka kwamba Mungu anaweza kweli kunisaidia hapa nisijikwae. Hapana, unakuwa tayari umejua ahadi ya Mungu, umelijua neno la Mungu kwamba yeye awezaye kutusaidia, awezaye kutulinda sisi tusijikwae na kutusimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha yake kuu. Yeye aliye Mungu wa pekee. Amen. Mungu wa pekee wa kweli ndiye huyu, Mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu katika Kristo ndiye Mungu tunayemwabudu sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa mpendwa, kumbuka hapa duniani maadui ni wengi sana. Wengine unawafahamu na wengine hauwafahamu. Wapo maadui wa waziwazi na wapo maadui ambao wamejificha. Wa waziwazi unaowajua na wengine wamejificha. Na wapo hata watakaojifanya ni ndugu au ni marafiki au ni watu wa karibu, kumbe ndani ya mioyo yao ni maadui. Na wote hawa niko hapa kukwambia nia yao ujikwae uanguke. Nia yao wanasubiri ni lini uanguke. Sasa hii ndio wenyewe inakuwa furaha yao. Yaani wakati wao wamefanikiwa kukukwamisha wewe, wenyewe ndio wanafurahi.
Sasa wewe unachotakiwa kama mtoto wa Mungu, ishi kwa kuwaweka wanadamu moyoni. Amen. Usiwaweke wanadamu moyoni mwako. Samehe, samehe, samehe. Na kusamehe haina maana ya kwamba labda uchangamanike nao. Wewe moyo wako, Mungu akiangalia moyo, anaona uchungu au anajiona yeye Mungu ndani ya moyo wako? Anamuona mwanadamu uliyembeba usiku na mchana mpaka unapata magonjwa ya moyo, au anamuona Mungu ndani yako? Sasa mtu yoyote mwenye kusamehe huwa hana mwanadamu moyoni mwake, hayupo. Anakuwa yule adui aliyemkosea hayupo tena. Mungu anakuwa ameondoa ule mzigo. Kwa moyo wako mbele za Mungu unakuwa ni msafi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ishi kwa kuwaweka wanadamu moyoni. Samehe, samehe. Sema huku. Kwa hiyo wakati unasamehe, huku unaendelea kukaa kwa Yesu. Kaza kumtazama Yesu aliye mwanzilishi na ndiye atakayetimiliza safari yako ya imani, safari yako ya wokovu. Hapo ndipo ukaze, hapo ndipo uangalie. Amen. Hapo ndipo usimame kwa Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii tutaona hata ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona kwamba wale wanafunzi wa Yesu walipoanza kazi ya Mungu, baada ya Bwana Yesu kupaa, tunaona kwamba walipata vita, walipata upinzani. Lakini neno la Mungu linasema walikusanyika wakamuomba Bwana. Wakasema kwamba Bwana, shughulika na hayo yote na utujalie sisi watumwa wako kuzidi kukaa uweponi mwako. Umeona? Kwa hiyo wakati una uadui umejiinua, hebu usifocus sana kwenye ule uadui. Mwambie Mungu, shughulika na hayo yote. Wewe endelea kuomba, endelea, kama ni kusoma neno, endelea kusoma neno, kama ni mifungo, endelea. Usikubali lile jaribu likutoe macho yako kwa Yesu, ukaanza kuangalia jaribu, ukaanza kuangalia wanadamu, badala kusikia neno la Mungu ukaanza kusikiliza maneno yao. Kumbuka, neno lolote unalolisikia ndio linakuingizia imani, na imani ndio inakuingizia hatua ya kuishi. Sasa kama unaingiziwa imani ya kigiza, utatembea katika giza. Kama unaingiziwa imani ya nuru kupitia neno la Mungu, utatembea katika nuru. Bwana Yesu apewe sifa sana, na iwe fungu lako la kutembea katika nuru katika jina la Yesu. Waibrania 12 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Amen. Mtazame Yesu. Kaza kwa Yesu. Huyu ndiye ameanzisha na atakayetimiliza safari ya imani yako hapa duniani. Kwa hiyo wanadamu hawakuianzisha safari yako. Hii iingie akilini mwako. Wanadamu wenyewe mara nyingi wanachofanya ni kukwamisha. Ulishaanza na Yesu, wenyewe watakaa katikati. Sasa pale wewe endelea na Yesu, endelea kutembea naye. Amen. Kwa hiyo wanadamu hawakuanzisha safari yako ya imani, na wala wanadamu hawawezi na hawataweza kuikamilisha safari yako ya imani. Kwa nini, Mama El? Waebrania 12 mstari wa 2 inatupa jibu. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa hiyo mtazame Bwana Yesu, sio mwanadamu. Je, unalikumbuka neno la Mungu lile la Matendo 12 ule mstari wa 26 na mpaka wa 28, 26b mpaka wa 28? Neno la Mungu linasema, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa kwa kupapasa, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Amen. Hebu nikuulize tu, neno la Mungu linaposema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, sasa nikuulize swali, katika nyakati zako hapa duniani, ukikaa ndani ya Mungu, ukaishi ndani ya Mungu, ukatembea, yani ukaenda ndani ya Mungu, na ukasimama ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu,
ukiwa unaishi ndani ya Mungu, unakwenda ndani ya Mungu, ndani ya Mungu unakuwa na uhai wako, uhai wetu, tunakuwa na uhai wetu. Je, kuna chochote kitakachoweza kukufanya ujikwae au uanguke? Hapana, kwa sababu uliye naye wewe ni mkuu kuliko walio nao wao. Mungu ni mkuu. Nimekusomea ile Yuda. Kumbuka Yuda 1:24, yeye ni mkuu na mwenye nguvu. Sasa huyu mwenye mkuu, mwenye nguvu ndiye Mungu aliye hai. Sasa huyu Mungu, wewe ndiye, neno la Mungu linasema ndani yake unakwenda, unaishi na kuwa na uhai wako. Ndani ya Yesu unakwenda, unaishi na kuwa na uhai wako. Kwa hiyo usiogope mitego. Yuko Mungu awezaye kukutoa, kukufanya usijikwae. Bwana Yesu apewe sifa sana. Zaburi 37 ule mstari wa 23 na wa 24, neno la Mungu linasema hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, ajapojikwaa hata anguka chini. Amen. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Tulisema wote neno hili. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, tuseme wote. Ajapojikwaa hata anguka chini. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Sasa hapa jiweke wewe kwamba hatua zangu mimi zinaimarishwa na Bwana. Likili neno la Mungu likupe ushindi. Amen. Hatua zangu zinaimarishwa na Bwana Yesu. Nijapojikwaa sitoanguka chini. Bwana hunishika mkono. Ni nani anayekushika mkono? Ni Bwana. Ni Mungu. Mtazame huyu. Mtumikie huyu. Muite huyu Mungu aliye hai. Anasema Bwana hunishika mkono na kunitegemeza. Sasa unapokiri hili neno na unapoliishi hili neno, ndio linakupa ujasiri wa kupita katikati ya mabaya yao. Unapita na unapita salama. Kwa kuwa unaona kabisa haupo mwenyewe, upo na Bwana. Amen. Hatua zako zitaimarishwa na Mungu, sio na wanadamu. Mtoto wa Mungu. Na hata katikati ya mitego yao waliokutegea ili ujikwae, Bwana Yesu atakushika mkono na kukutegemeza. Zaburi ile 34 mstari wa 7, neno la Mungu linasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Haleluya. Malaika wa Bwana anafanya kituo akiwazungukia watu wanaomcha Mungu apate kuwaokoa. Pale anafanya kituo, anaangalia huyu mtoto wa Mungu anayemcha Mungu, kuna janga gani linataka kumpata, nipate kumuokoa. Hizi ndizo ahadi ambazo tumepewa na lazima uzijue ili uweze kushinda katika hii dunia, kwa sababu dunia haina huruma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kwa neno hili ninakuambia wapo malaika wa Bwana wanaofanya kituo kwenye maisha yako, wewe uliamua kumcha Mungu, kumtii Mungu, kutembea naye. Na kazi yao hawa malaika wa Bwana ni kukuokoa na mitego yote ya wabaya. Kwa hiyo usiogope mtoto wa Mungu, usiogope. Zaburi 91 mstari wa 9 mpaka wa 13, neno la Mungu linasema kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Umeona, aliye juu umemfanya kuwa makao yako. Hujafanya makao yako kwa wanadamu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Yaani ndipo mahali salama ambapo umekaa. Alafu neno la Mungu linaendelea kusema mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kuwa umemfanya aliye juu kuwa makao yako, mabaya hayatakupata wewe mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Wala tauni haitakukaribia wewe mtoto wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa kuwa Mungu atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, katika hatua zako zote. Mikononi mwao hao malaika watakuchukua wewe mtoto wa Mungu, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika neno hili angalia sana kipengele cha kwanza. Kwa sababu umeamua kumkimbilia Mungu na kufanya makao yako kwake, basi mabaya hayatakupata wewe. Na huyu Mungu atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao
wakulinde, wakuchukue, na mikononi mwao wakuchukue, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Na hili ndilo neno la Bwana. Mungu akubariki sana kwa kulisikia. Sasa tutaingia kwenye maombi. Tutaanza na maombi ya ukiri. Amen, kulifanyia ili neno kazi. Kwa hiyo kwa neno hili ufungue kinywa chako na moyo wako na umuombe Mungu kwa jina la Yesu, ukiwa na ufahamu kwamba anaweza kukuokoa, anaweza kukufanya usijikwae. Amen. Tutasema wote: Mungu Baba, Baba yangu wa mbinguni na duniani, wewe ndiwe umejaa ukuu na nguvu na uweza. Asante Bwana, nimelisikia neno lako, nimeliamini neno lako. Ninakuja kwako kwa jina kuu la Bwana wangu Yesu Kristo. Sawa sawa na neno hili, Baba wa mbinguni, ninakuomba unilinde mimi nisijikwae, na unisimamishe mbele ya utukufu wako. Ninakuomba Bwana, usiku na mchana, majira yote na nyakati zote, uziimarishe hatua zangu katika nafasi ya utukufu wako. Ninakuomba Mungu Baba, malaika zako wazidi kufanya kituo maishani mwangu na kuniokoa na mitego yote ya yule muovu. Malaika zako wazidi kufanya kituo maishani mwangu na kuniokoa na mitego yote ya yule muovu, shetani na mawakala wake, katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana Yesu, neema yako isinipungukie, bali ndani yako Bwana Yesu nitembee, niishi na kuwa na uhai wangu milele, katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana Yesu, uimarishe hatua zangu na kunishika mkono, kwa maana nimekuamini na kuliamini jina lako, na kupitia damu yako ya agano jipya mimi nimefanyika kuwa mwenye haki wako. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, maana umenitendea kwa utukufu wa jina lako, sawa sawa na ahadi ya neno lako. Katika jina kuu la Bwana Yesu nimeomba na kupokea. Amen. Amen. Nitakwenda kukuombea sasa. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana limekuja maishani mwetu kutuokoa. Asante Baba, neno lako limetutoa kwenye maangamizo yetu yote. Kwa kuwa Zaburi 107 ule mstari wa 20 unasema ya kwamba tunapokulilia Bwana, unalituma neno lako linatuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Baba, ninaomba sawa sawa na neno lako nililolisema, lililo hai, lenye nguvu na uweza. Neno lako Bwana la wokovu likazidi kumwokoa kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Asiwepo wa kuinama tena, asiwepo wa kubaki nyuma tena, bali wote tuufikirie uzima wako Bwana. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tazama kwa jina kuu la Bwana Yesu tunaimaliza wiki hii. Mimi na watoto wako wa Bwana tunarudi mbele zako tukisema asante, tukikushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Tumejua si kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali ni kwa Roho wako Mtakatifu. Na sasa Baba, tunaungamanisha sauti zetu tukisema asante. Fungua kinywa chako umshukuru Mungu. Amekuvusha mengi, amekupigania vita vya sirini na vya wazi. Mwambie Baba asante. Asante kwa uhai tulio nao Bwana. Asante kwa uzima tulio nao. Asante Bwana Yesu, hata katika mitego ya uadui Baba umekuwa ukitutetea. Umetangua yote. Umetangua mashauri yao, vikao vyao umevibatilisha. Baba, tumeona neno lako likituokoa, ukilituma katikati yetu. Asante Bwana Yesu kwa kutufia msalabani, kwa ushindi uliotupatia kupitia damu yako ya agano jipya, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya watoto hawa. Ninalibariki jina lako takatifu
kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunaungamanisha sauti zetu tukisema asante Bwana, maana si kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali ni kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, tumevuka kwa jina lako takatifu, tumeshinda na tunazidi kushinda kwa jina lako Yesu. Sante kwa damu yako yenye kutuatamia usiku na mchana. Sante kwa damu yako ya agano jipya yenye kutuokoa. Sante kwa uzima tulio nao. Sante kwa pumzi tulio nao. Baba, tunalibariki jina lako. Utukufu na heshima vyote ni vyako. Mamlaka na enzi vyote ni vyako. Haujawahi kushindwa na hautashindwa kamwe. Baba, nakushukuru kwa uzima wa mama huyu, kwa uzima wa baba huyu, kwa uzima wa binti huyu, kwa uzima wa kijana huyu, kwa uzima wa watoto wa Bwana. Nasi tunasema asante Baba. Tunaimaliza wiki kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Tunaianza wiki nyingine kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Baba, ninawakabidhi watoto wako hao katika mikono yako. Ninawamwagia damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Ninawafunika kwa jina lako takatifu lo ngome imara, na kwa damu yako Yesu ikawaatamie sasa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Kama ulivyosema Bwana, hatua zetu zinaimarishwa na kuongozwa na wewe Bwana. Baba, ukaimarishe hatua zao kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, kutoka siku Jumapili, Jumatatu yao, Jumanne yao, Jumatano yao, Alhamisi yao, Ijumaa yao, Jumamosi yao, Jumapili yao. Bwana Yesu, siku zote 7 kwa ajili ya utukufu wa jina lako, masaa yote na majira yote ninayanyunyizia damu ya Yesu. Malango ya siku hizi na madirisha yake nayanyunyizia damu ya Yesu. Baba, namwagia maanga yao na mbingu zao damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asiwepo wa kurudi nyuma Bwana, bali mkono wako Mungu kamtegemeze kila moja na kumuinua kila moja. Ukatuongoze na kutushauri Bwana, huku macho yako akitutazama, kwa kuwa hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Damu yako ya agano jipya Bwana Yesu itufunike na kutuatamia, na jina lako litukuzwe Bwana kupitia kila hatua maisha yetu. Baba, nasema asante na wakabidhi katika mikono yako iliyo hai yenye nguvu ya kutuokoa. Hakuna aliyekukimbilia wewe Baba akaibika hata mara moja. Hakuna Bwana. Hata neno lako linasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake akiomba mikate barabarani. Hakika Mungu, wewe ni Mungu mwaminifu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Nasema asante Bwana kwa kuwa umenisikia. Umetusikia Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Ufalme wako uje hapa duniani kama uko mbinguni. Ufalme wako uje kwenye maisha yetu, na jina lako liendelee kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kutujaza mafuta yako. Uwepo wako kadhirike kila tunapolikanyaga, kila tunapowaza, kila tunapoongea. Bwana, uwepo wako kadhirike. Takasa vinywa vyetu, takasa mawazo yetu kwa damu ya Yesu, takasa matendo yetu kwa damu ya Yesu, yapate kumtii Kristo, yapate kumpendeza Mungu. Katika jina la Yesu tuzidi kuziona baraka za Mungu usiku na mchana. Mimi na watoto wako wa Bwana, mimi na kanisa lako hili Bwana. Asante Yesu, kila kondoo wako na mkabidhi kwenye mikono yako mitakatifu. Umetenda na unaendelea kutenda. Baba, pigana na wanaopigana na watoto wako, sawa sawa na ile Zaburi 35. Teta na wanaoteta nao. Shika ngao na kigao Bwana. Malaika zako wasiwapungukie Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neema yako isiwapungukie watoto wako katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa umetenda kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Na kama upo katika ibada hii na unajua kabisa bado hujampokea Kristo na unamtamani kumpokea huyu Yesu ambao sisi tunajivunia huyu Yesu, na ninayekuambia mahali hapa ni njia ambayo haina majuto, ni njia ya uzima. Na hii sio dini mpya, bali ni uzima wa Mungu kuingia kwenye maisha ya mwanadamu, na ameahidi atakuokoa wewe na nyumba yako yote. Basi fungua moyo wako sasa, tasema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakuamini kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ingia kwenye maisha yangu. Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia na neno lako na Roho wako Mtakatifu na ufalme wako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu milele.
Bwana Yesu ninakupenda. Bwana Yesu ninakupenda. Umesema nikija kwako hutonitupa nje kamwe. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Nioshe kwa damu yako takatifu na uyafute majina yangu katika kitabu cha hukumu kwa damu yako takatifu, na uyaandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele kwa damu yako takatifu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu Baba akubariki sana. Umeokoka? Tembea katika neno la Mungu. Tembea katika neno la Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kukuombea na kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni mwema. Asante kwa ajili ya kondoo wako wa Bwana na mavuno haya Baba. Ninamfunika kwa damu yako takatifu. Baba ukawaongoze, Baba ukawalinde, Baba usiwapungukie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Umesema katika neno lako, anayekuja kwako Bwana Yesu hutomtupa nje kamwe, wala hutoacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Umesema utatuokoa sisi na nyumba zetu na kizazi chetu chote. Baba, ninaomba neema ya wokovu ikatembee juu yao na juu ya nyumba zao na juu ya kizazi chao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asiwepo wa kurudi nyuma, asiwepo wa kurudi nyuma Bwana. Maana umesema hata unywele wetu mmoja hautopotea, maana umeuhesabu Bwana. Jina lako na libarikiwe. Asante Yesu, nakabidhi mbegu katika madhabahu yako matakatifu, kwa damu yako na kwa neno lako ikachipuke, kwa neema yako iliyokuu na kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunashukuru na kusema sote amen. Amen. Damu ya Yesu ikufunike na Mungu azidi kukutangulia. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 293144, na namba nyingine ni +255 784 625048. Damu ya Yesu ikufunike. Yesu anakupenda. Songa mbele. Amen. Samehe. Mweke Yesu moyoni mwako, usiweke kitu kingine. Songa mbele. Na Mungu akuinue, na Mungu abariki kazi ya mikono yako katika jina la Yesu na hatua zako. Amen.